Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani inapanga kuiondolea vikwazo Iran hasa vya mafuta. Licha ya kwamba wakati huu ipo katika vita dhidi ya taifa hilo la Kiajemi, Marekani inawaza kuondoa vikwazo ilivyoviweka dhidi ya nchi hiyo katika rasilimali yake ya mafuta. Huenda Marekani ikapunguza vikwazo vilivyowekwa kuhusu mafuta ya Iran ili kudhibiti bei ya mafuta kwenye masoko ya kimataifa. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametoa wazo hilo katika mahojiano kwenye televisheni ya Fox. Hilo litahakikisha kuondoa changamoto ya mafuta iliyopo wakati huu kwa wanunuzi wa kimataifa. Ikumbukwe Iran ndio wakati huu inaumiliki eneo la mlango bahari wa Hormuz, ambapo imekuwa ni ngumu kwa mataifa mengine kupitisha mafuta yao katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Hii inasababisha hali kuwa mbaya katika maeneo mengi ya ulimwengu. Lakini wakati huu Marekani inawaza kwamba ili iweze kuhakikisha inafanikiwa baadhi ya malengo yake, kwanza ni kuipa hueni nchi hiyo ya Iran kuruhusu uuzaji wa mafuta. Kote duniani bei ya mafuta imepanda kwa kiasi fulani baada ya vita dhidi ya Iran kuanza. Ikiwa hilo litatekelezwa, haya yatakuwa mabadiliko makubwa katika sera ya Marekani, ingawa matokeo yake hayatabiriki na huenda yasibadilishe bei ya sasa ya mafuta. Kabla ya vita hivyo, China ndiye alikuwa mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran. Hata hivyo, wakati huu nchi nyingi zimekuwa zikiwaza kwa Marekani imesababisha hali ya kutopatikana kwa mafuta hasa kupitia mlango bahari wa Hormuz, kiasi kwamba bei ya mafuta ulimwenguni imepanda kila mahali. Hata hivyo, hili halijulikani kama rais wa Marekani Donald Trump atakubaliana nalo, kwani sera zake ni sera ambazo kimsingi haziangalii ni nani anayeathirika wakati gani. Lakini kimsingi ulimwengu wakati huu umemkalia koni rais Donald Trump, wengi wakimtahadharisha kwamba uchumi wa ulimwengu unaenda kuyumba kutokana na vita vyake katika nchi ya Iran. Haieleweki kwamba ikiwa Iran itaruhusiwa kuuza mafuta, Marekani itaendelea kuishambulia ama la. Lakini yote hayo, baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba pengine ni mpango wa Marekani kuipa hueni nchi hiyo ya Iran, na huenda kukawa na mazungumzo fulani ya kumaliza vita hivyo. Vita hivi kimsingi sio tu kwa Iran pekee, lakini hata kwa Marekani na Israel vimekuwa vikiziadhibu kiuchumi nchi hizo, hasa wakati huu. Ndani ya wiki ya kwanza Marekani ilitangaza kutumia zaidi ya dola bilioni 12 katika vita hivyo, na wakati huu inatangaza inaandaa zaidi ya dola bilioni 200 kwa ajili ya mapambano dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Wengi walidhani kwamba kutokana na uimara na usasa wa jeshi la Marekani wangeweza kuitoa mapema Iran na kuangusha utawala wa taifa hilo, lakini kimsingi kulingana na namna taifa hilo lilivyo kihistoria, lakini na kinadharia, lakini pia na hata kivitendo, ni jeshi ambalo wakati huu sio rahisi kuliangusha kama ambavyo wengi walitabiri. Kuna uwezekano utawala ukaanguka, lakini jeshi likaendelea na mapambano. Hata hivyo, kuanguka kwa utawala ni kuuawa kwa viongozi, lakini kwa namna Iran jinsi ilivyo, uwezekano wa kuteua viongozi wapya kurithi nafasi za waliouawa ni mkubwa sana, na hivyo mapambano yatakuwa ni makubwa kati ya nchi hiyo dhidi ya Marekani na Israel. Moja kati ya jambo lingine ambalo kama nguvu ya Iran ni kile ambacho wanasema labda raia wote wauawe katika taifa hilo, ndipo ambapo Marekani na Israel wataweza kuitoa hiyo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa maana hiyo ni kwamba hata raia wenyewe hawakubaliani na mpango wa kutwaliwa kwa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran na Marekani, na wenyewe wanafahamu vema nini ambacho kitatokea ikiwa wataruhusu ama Pahlavi kwa kiongozi au Marekani kuchagua kiongozi yoyote ambao wao wanamtaka. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.